Uamuzi wa Marekani kusitisha uhamiaji kutoka mataifa yanayoendelea ni hatua yenye mizizi ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi, na vilevile utekelezaji wake unatabiriwa kuwa mkali. Serikali ya Marekani inatarajiwa kutekeleza kupitia udhibiti mkali wa utoaji wa viza, uchunguzi mkubwa wa usalama kwa waombaji wapya na kupunguza idadi ya vibali vya kazi kwa raia wa nchi zinazoathirika. Aidha, idara za uhamiaji ya Marekani, kwa kifupi DHS na USCIS, zinaweza kuagizwa kuongeza ukaguzi wa usalama, kufuta baadhi ya programu za uhamiaji za upendeleo na kupunguza idadi ya hifadhi ya wakimbizi kutoka maeneo yanayochukuliwa kuwa hatari. Hii itaambatana na maelekezo kwa balozi za Marekani nje ya nchi kupunguza utoaji wa viza za wanafunzi, wafanyikazi wa muda na wanaohamia kwa njia ya familia. Katika utekelezaji huo, serikali ya Marekani inaweza kutumia vigezo vya ziada kama historia ya usalama wa muombaji, ukiukaji wa masharti ya uhamiaji, rekodi ya makosa ya jinai hata madogo, tabia ya mtandaoni inayoonekana kuwa uchochezi, pamoja na ukosefu wa mahusiano imara ya kifamilia au kiuchumi nchini humo, vigezo ambavyo wachambuzi wanaonya vinaweza kufanya hata makosa madogo kuwa sababu ya kuondolewa. Kisiasa, Marekani inadai kuwa hatua hii inalenga kulinda usalama wa taifa, kupunguza mzigo kwa huduma za kijamii na kuimarisha udhibiti wa mipaka. Hata hivyo, wachambuzi wa sera za kimataifa wanasema hoja ya usalama inaweza kuwa kisingizio cha shinikizo la ndani la kisiasa, hususan kuelekea uchaguzi au wakati wa misukosuko ya kiuchumi. Baadhi ya wachambuzi wanaitafsiri hatua hii kama sehemu ya mkondo mpana wa sera za kujitenga unaopunguza uwazi wa Marekani kwa ulimwengu. Licha changamoto, hatua hii inaweza kuwa na athari chanya za muda mfupi kwa mataifa yanayoendelea. Kwanza, kupungua kwa uhamiaji kunaweza kupunguza tatizo la wataalamu wa mataifa yanayoendelea kwenda Marekani, kwa kimombo brain drain, na kuhimiza serikali kuwekeza zaidi katika ajira, mazingira ya biashara na huduma za kijamii ili kuwazuia vijana kuondoka katika mataifa yao kuelekea Marekani. Pia hatua hii inaweza kuimarisha ushirikiano wa kikanda, huku mataifa yakitafuta mbinu badala za maendeleo zisizotegemea Marekani. Hata hivyo, athari hasi zinatarajiwa kuwa za kina. Mataifa yanayoendelea hutegemea pakubwa fedha zinazotumwa na raia wao wanaishi ughaibuni. Kusitishwa kwa uhamiaji kutapunguza mapato haya na kuathiri ustawi wa familia na uchumi wa kitaifa. Fursa za vijana kupata elimu, mafunzo ya hali ya juu na ajira zenye mshahara mzuri Marekani zitapungua, na hivyo kupunguza mchango wa wanaoishi ughaibuni kwa ujuzi na maendeleo. Katika uwanja wa kidiplomasia, wachambuzi wanaonya kuwa uamuzi huu unaweza kuchukuliwa kama ubaguzi na kuathiri uhusiano baina ya Marekani na mataifa yanayoendelea, hasa barani Afrika na Asia. Kisheria, wachambuzi wa masuala ya katiba wanatabiri kuwa amri hii inaweza kupingwa mahakamani kwa misingi ya haki za binadamu, ubaguzi wa kitaifa na kuvuka mipaka ya mamlaka ya Ikulu. Ndani ya Marekani, sekta muhimu kama kilimo, teknolojia, huduma za afya na ujenzi zinaweza kukabiliwa na upungufu wa wafanyikazi, jambo ambalo limekuwa likionwa na wachumi kama tishio kwa ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Kwa ujumla, uamuzi huu ni mkali na wenye athari pana. Unafunga fursa za ajira na elimu, kupunguza mapato ya ughaibuni na kuhatarisha mahusiano ya kimataifa, ingawa unaweza kuibua juhudi za kujitegemea kwa mataifa yanayoendelea. Gharama za kijamii, kiuchumi na kidiplomasia zinazoambatana na hatua hii zinaelezwa na wachambuzi kuwa nzito zaidi kuliko manufaa yake ya muda mfupi. Mimi ni Faiz Musa.